Mjambo ndugu mpenzi msikilizaji unayetusikiza kwenye channel yetu Kongo Yetu News TV. Kongo Yetu News TV ndiyo channel pekee inakuletea habari za ukweli tena za kuaminika. Letu ni kukuletea habari yale yanayojiri, yale yanayoendelea kuripotiwa huko nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, bara letu la Afrika, hata ulimwengu wote kwa ujumla. Je, walijua lako ni rahisi zaidi ni kujiandikisha kwenye channel hii ili tunapotoa habari huwe wa kwanza kuzipata, kuzisoma na kuzisikiza. Kujiandikisha ni rahisi, unabonyeza batoni hilo lekundu limeandikwa subscribe ama sabone kwa Kifaransa. Baada ya hiyo usisahau jambo la maana ni kubonyeza batoni hilo la alama la kengele ili tunapotoa habari uwe wa kwanza kupata notification tukitoa taarifa yoyote. Sisi ni Kongo Yetu News TV. Habari zetu tutazianzia huko nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Goma, ambapo kumeripotiwa kuwa mkutano na mikataba ya kuachilia jeshi la SADC warudi nchini kwao. Huko Mwenga kumeweza kuripotiwa mapambano makali kati ya wazalendo na jeshi la M23. Mulima Akoko uko ni katika tarafa Fizi. Kuna wasiwasi mwingi ya kwamba uraia wanaoga ya kwamba jeshi la Twirwaneho wakiwa pamoja na M23 wanaweza kuvamia vijiji hivyo vya Mulima Akoko. Hizo na zingine nyingi ndizo tunataka kuwaletea katika masaa haya. Wewe kuwa karibu nasi. Naam, moja kwa moja bila kuponda muda, acha tuingie kwenye taarifa zetu kamili tukuelezeye moja kwa moja. Jeshi la SADC SAMIDRC ambao walikuwa wamekuja kulinda usalama huko nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na kusaidia upande wa Kongo baada ya kundi la M23 kuteka mji wa Goma na kudhibiti kabisa. Jeshi hilo katika mapambano waliweza kuinua silaha juu na kuonesha bendera nyeupe wakisema kwamba wanahitaji amani, hawahitaji vita. Waliachiliwa huru na kuacha kupigwa risasi na kundi hilo la M23, lakini jeshi hao walikuwa bado wako katika mji wa Goma. Wale ambao ni mercenaires ndio wameweza kuvurushwa na kurudishwa kwenye nchi zao. Lakini katika hawa jeshi wa SAMIDRC, wa SADC, wa Tanzania na jeshi la South Africa pamoja na jeshi la Malawi walikuwa wakijadiliana wakisema kwamba waachiliwe wakiwa na silaha zao waweze kurudi huko nchini ambapo walipotoka. Lakini kundi la M23 lilikuwa limekanusha madai hayo likisema ya kwamba hawataachiliwa huru wakiwa na silaha, wakisema ya kwamba watarudishwa ama wataachiliwa huru kurudi kwenye nchi zao, lakini wasijaribu kubeba silaha. Na walikuwa wamewaambia kwamba hawatatumia uwanja wa ndege wa Goma wakirudi kwao, wakiwaambia kwamba watatumia njia hiyo ambazo mercenaires walitumia za kupitia njia ya gari wakielekea huko Rwanda na kupanda ndege wakielekeza katika nchi zao. Lakini habari za kutoka ndani ni kwamba nchi za SADC zilikuwa zikinegotiate zikisema ya kwamba jeshi lao halitapita njia hiyo ila watapita hapo Goma na kuweza kurudi na silaha zao. Mnamo jana tarehe 28 mwezi wa 3 mwaka wa 2025, jeshi hili la SADC limeweza kufanya kikao pamoja na kundi la jeshi la M23 ambapo wameweza kukaa na kusaini mikataba ya kuwa jeshi hili la SADC litaweza kuelekea katika nchi zao walizotoka. Katika mikataba hiyo kile ambacho wamekubaliana ya kwamba watautumia uwanja wa ndege wa Goma, hawatapitia njia ingine. Na katika mkataba huo pia wameweza kukubaliana ya kwamba jeshi la SADC litarudi na silaha zao wakielekea nchi zao walizotoka. Mikataba hiyo imeweza kusainiwa na kamanda mkuu General Sultan Makenga wa kundi hili la M23.
Katika mkataba huo ambapo wamesaini, kile ambacho hawajasema ni tarehe ya jeshi hili la SADC kuondoka wakitoka hapa nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, lakini wamekubaliana ya kwamba katika watakuwa na kikao kingine ambacho kitakachosema tarehe ya jeshi hili la SADC ambalo wataweza kutoka nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na hii imeacha funzo gani kwa upande wa M23 na kwa upande wa jeshi la SADC na kwa upande wa serikali ya Kongo? Kilichodhihirika ama kilichoonekana ni jeshi la SADC wakipigwa picha wakiwa na Jenerali Sultani Makenga pamoja na Kanali Willy Ngoma, ambapo walionekana wakiwa na furaha nyingi sana hawa wanajeshi wa SADC, ambapo walikuwa wanapigwa picha wakicheka wakiwa na furaha, wakitamani kila mmoja kupigwa picha pamoja na Kanali Willy Ngoma, ambapo walikuwa wakifurahia wakishangilia wakimuita jina ambalo walikuwa wanatumia Afande Kwikri, Afande Kwikri, wakiwa na furaha na shangwe kupigwa picha naye. Maselfie yalikuwa mengi na mapicha mengi, na walikuwa wakimuita Afande Kwikri kulingana na vile alifanya jeshi la mercenary waweze kupiga magoti, na Kiingereza chake ni kama kilikuwa kichache, lakini alikuwa kilitumia neno kwikri akiwaambia. Hapo ndiyo ilikuwa ni slogan ya leo ya jana jeshi hili la SADC, wakisema tunahitaji picha na Afande Kwikri. Wenda upande wa M23 hii itaonyesha katika community international ya kwamba hawa wanajeshi wa M23 ni watu Kongo ambao wanataka kuishi kwa amani na watu wengine. Upande wa nchi kama nchi za SADC zitaona ya kwamba jeshi ambalo walikuwa wamezarau sio jeshi la kuzalauriwa. Upande wa serikali ya Kongo hii ina funzo gani? Na pia upande wa Kongo, wakongomani lazima wajue ya kwamba kutegemea mtu wa mataifa sio kitu kizuri, ila kile cha umuhimu ni kujitegemea na kutegemea jeshi lenu lenyewe ili liweze kuwakomboa. Kabla niendelee na habari zingine, acha nikuombe kama wewe ni mara yako ya kwanza kujiunga na channel hii Kongo Yetu News TV, uweze kujiandikisha kwenye channel hii. Na kujiandikisha ni rahisi, ni hiyo ya kubonyeza button hilo lekundu limeandikwa subscribe ama sabone kwa Kifaransa, bila kusahau ya kwamba ukifinya ama ukibonyeza button hilo la alama la kengele itakusaidia kupata notification wakati wowote tunapotoa taarifa. Sisi tuko hapa kwa ajili yako, ndio tukujulishe mengi yanayoendelea kuripotiwa kwenye ardhi ya Kongo. Naam, tukiendelea na habari zetu leo asubuhi hata jana kumeweza kuripotiwa mapambano makali huko Mwenga kati ya jeshi la wazalendo wakipigana na kundi la M23. Ni mapambano ambayo yalichukua muda mrefu, masaa mingi kama masaa 7 hivi wakipigana, lakini tumejaribu kupigia watu ambao wanaopatikana huko Mwenga, hatukuweza kuwapata ili tujue vile hali iko baada ya mapambano yaliyoripotiwa jana kati ya makundi haya mawili, kundi la wazalendo pamoja na kundi la M23. Katika habari zingine tunazo zinazotoka huko Sud Kivu, tarafa la Fizi, kuna wasiwasi mwingi katika vijiji vya mlima huko Akoko, ambapo habari zinazoongelewa sana ni habari zinasema ya kwamba jeshi la Twirwaneho linaandaa kuvamia vijiji ama kundi zinazopatikana huko mlima Akoko, na hiyo imeweza kusababisha wasiwasi mwingi kwa raia ambao wanaoishi maeneo hayo, na uoga wengi hawakuli ila
anaona ya kwamba Twirwaneho baada ya kujiunga na kundi hili la M23 wenda ikaanze kulipiza kisasi, na wakishambulia kama vile vijiji vyao vilikuwa vikishambuliwa na kundi la Mai Mai, wakiwashambulia huko katika maeneo ya Minembwe na maeneo mengine huko Itombwe na katika tarafa la Uvira huko maeneo ya Rulambo. Na katika habari zingine ni habari zinasema kwamba Bwana Bitakwira amerejea huko Kinshasa, ambapo anapeleka ripoti, na ripoti hizo anapeleka ni baada ya safari yake huko tarafa la Uvira, ambapo alikuwa na mkutano na wazalendo, akiwaambia kwamba wao ndio jeshi la kutegemea, akiwaambia kwamba lazima wasimame imara waweze kupigana na waasi wa M23. Amewaambia kwamba serikali inawatambua kama jeshi la nchi na inawategemea kuwa wataweza kurudisha kundi la M23. Katika yale amewaahidi, amewaambia kwamba serikali itawatambua na mishahara yao itaweza kupatikana. Pia akawaambia kwamba wakishinda jeshi hili la M23 na kuwarudisha nyuma, mji wa Uvira ndio utakuwa mji mkuu wa province ya Sud Kivu kama ilivyokuwa hapo awali. Amewaita wote wazalendo kujipanga na kuwa tayari ili waweze kushambulia adui na kumrejesha, na amewaambia kwamba lazima waushike ama wakamate mji wa Bukavu tena na kuendelea na kuweza kuwasaka waasi hawa wa M23. Swali, je, wataweza? Na katika komenti za wakongomani wengi wamesema kwamba Bitakwira hakuna chochote anachokifanya isipokuwa kujitafutia tu kiti katika serikali na sifa katika serikali, lakini wakisema kwamba kama kundi hili la M23 limewashinda Bunagana, Masisi, Ruchuru, Nyiragongo, pia huko Karehe, Walikari hadi Bukavu na Goma, Kamanyola, kwa sasa wataweza kuwarudisha nyuma. Hiyo ndiyo imeweza kuja katika komenti za Wakongo wengi. Kwa hivyo tunaomba maoni yako. Je, wewe waona hili swala litaisha namna gani? Je, wazalendo wa Sud Kivu huko Uvira na Fizi wana uwezo wa kuwarudisha wanajeshi hawa wa M23 nyuma? Na mkumbuko ya kwamba wameweza kujichanganya na jeshi la Twirwaneho ambalo limeweza kupambana na jeshi la taifa FARDC na kundi zote za kimaimai kwa muda wa miaka 8 huko plateau ya milima mirefu. Na hapa ndipo tumetamatishia habari zetu, tukikutakia weekend njema na tukikutakia kila laheri kwa chochote unachokifanya. Sisi ni Kongo Yetu News TV, hatuendi mbali, tuko hapa kwa ajili yako ili tukujuze yale yanayoendelea kuripotiwa asubuhi, saa 6, mchana, jioni. Habari motomoto zote tunakuletea bila kukosa hata moja. Kwa hivyo lako ni rahisi, usiende mbali, kaa karibu nasi ili tunapotangaza uweze kupata matangazo ya ukweli tena ya kuaminika. Na kukaa nasi ni rahisi, ni kubonyeza batoni hilo lekundu limeandikwa subscribe ama sabone kwa Kifaransa. La maana zaidi ndiyo usipitwe ni kubonyeza batoni hilo la alama la kengele ili tunapotoa habari uweze kupata notification. Na kutakia kila laheri mahali popote ulipo kwa chochote unachokifanya. Asante sana.